Hapa ni katika karakana ya walemavu katika jiji la Dodoma. Waswahili wanasema ya kwamba hujafa hujaumbika. Mmoja ya Mtanzania ambaye mwaka 2014 alipata ajali ambayo ilisababisha kuondoka na miguu yake yote miwili, lakini katika kipindi cha mwaka mmoja tu ilimpa sababu ya kubuni kisaidizi cha ubunifu ambacho kinamsababishia aweze kuendesha gari pasina changamoto yoyote, mbali ya kuwa ni mlemavu wa miguu. Mimi ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo. Na hii ni moja ya gari ambayo ameibuni mbunifu Jumbe, ambapo kimsingi mwaka 2014 baada ya kupata ajali, miaka takriban 12 ya maisha yake anatumia usafiri huu, ambapo sehemu ya ubunifu huo unamfanya aweze kuendesha gari hii pasina changamoto yoyote. Ametembea kilomita na kilomita, miles na miles kutumia gari hii pamoja na hali aliyokuwa nayo, lakini hajarudi nyuma wala kukata tamaa. Hii ni gari ya mbunifu Jumbe Mohamed, ambapo mwaka 2014 alipata ajali na changamoto ya kutokuwepo kwa miguu. Katika kipindi cha miaka 12 mpaka hivi sasa maisha yake yanaendelea kama kawaida, wala haijarudi nyuma. Unataka kufahamu zaidi? Kwa majina naitwa Kombo Jumbe Mohamed, maarufu kwa jina la Kesi. Sisi ni wanakikundi wa karakana walemavu Dodoma, ambapo katika kikundi chetu sisi hapa tunafanya ubunifu wa vifaa mbalimbali visaidizi kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Lakini pia tunaunda vitu mbalimbali, tunatengeneza madirisha, mageti, milango, makabati ya chuma. Kwa hivyo bidhaa zozote ambazo zinahusiana na mambo ya chuma sisi hapa tunatengeneza. Lakini pia tunaunda baiskeli za watu wenye ulemavu. Hizi baiskeli ziko za namna mbili. Zipo za kawaida ambazo zile za kuzungusha hivi mlemavu, lakini pia zipo ambazo tunatengeneza za kutumia, tunaweka injini ndogo, ambapo mlemavu mwingine nguvu ile ya kusukuma ile baiskeli hivi moja kwa moja hana. Kwa hivyo tunamtengenezea injini ndogo, ambapo akivuta tu kama hatua mbili ile injini inajiwasha. Kisha jiwasha basi ana control tu mafuta, anaenda zake. Lakini hiyo baada ya kumtengenezea lazima tumfundishe hapa ambapo kama ambavyo fundi wetu mkuu kuna nyingine iko nje pale ambao anatumia, ndio ziko kwa mtindo huo. Kombo Jumbe Mohamed maarufu Kesi kushirikiana na timu yake wametengeneza kifaa kisaidizi cha kuendesha gari kwa watu wenye ulemavu wa miguu au ambao hawafikii chini vizuri, jambo lililofanya nifunge safari kupata simulizi ya kipekee inayogusa maisha ya watu. Na moja kati ya jambo ambalo Kombo anasema ni kwamba hata ulemavu alionao hivi sasa si wa kuzaliwa nao, bali umetokana na ajali za barabarani. Sababu mimi ulemavu wangu unatokana na ajali za barabarani. Kwa hivyo sasa baada ya kupoteza miguu ajalini, nikajikuta gari tulikuwa nayo ipo, sasa miguu haipo, tutaendeshaje gari? Basi kitu cha kwanza, wakati ule bado naendelea kuuguza majeraha, kuna kazi ilitokea. Kabla ya kazi kutokea, kwanza ilikuwa nikienda hospitali kupokea matibabu, kukawa kuna dereva anamlipa kila ninavyokwenda na kurudi, lazima nimlipe 10,000, yeye ananiendesha. Sasa siku moja, ambapo ndio wazo sasa la kufikiria kuwa ubunifu wa kuweka vifaa vya usaidizi vya kuendeshea, siku moja kulitokea kazi. Unajua unavyokuwa sasa umebadilika kuwa mlemavu na maisha nayo yanabadilika, kwa hivyo ugumu wa maisha ukaanza kuchukua nafasi yake. Sasa wakati ule ugumu wa maisha unachukua nafasi yake, kukawa kuna kazi imetokea mahala natakiwa kwenda kufanya, na yule mtu akaweka shinikizo kwamba lazima mimi niwepo. Nikamwambia sasa mimi siwezi kupanda kwenye basi, siwezi kusafiri kwa basi, manake siti za basi kidogo ni fupi, kwa hivyo siwezi kukaa muda mrefu wakati bado sijapona majeraha vizuri, nilikuwa naumia. Akaniambia kwamba kwani gari yako vipi? Nikamwambia mimi hata sijui kama nitajua kuendesha gari, kwa sababu
si unaona nimebadilika? Yule bwana akaniambia basi nakupa miezi miwili, hii kazi tutaisimamisha kwanza, ikishakuwa ukishaona uko sawa sawa tutakuita tena. Sasa hapo ndipo wazo sasa la kufikiria, hii gari ipo, kilichokosekana hapa ni miguu, tutaitumiaje ili iweze kuendelea na kazi. Basi tukashauriana na fundi mkuu kwamba tutafanyaje sasa hapa. Basi katika kuanza hizo fikra tukachekecha vichwa, tukaanza kidogo kidogo. Katika simulizi hii ya kusisimua, Kombo anasema yeye pamoja na fundi mkubwa wa karakana hiyo ya walemavu iliyopo Dodoma mjini wakaendelea kuumiza kichwa zaidi kuja na suluhisho. Ndipo fundi mkuu Bwana Marwa alipoleta ufumbuzi wa changamoto hiyo. Kwa hivyo tukachukua bomba kwa vipimo maalumu, tukapima nguvu ya ile spring ambayo ipo pale chini kwenye accelerator, tukapima nguvu yake, tukaona na huyu muendeshaji sasa ataweza kupushi na akiachia accelerator irudi yenyewe bila ya kukwama chini. Vyote hivyo tukavizingatia. Baada ya kuona hizo tumefanikiwa, basi tukakata. Utaona tu vilivyo ni vya kawaida, lakini haviko kawaida, vimetumia akili na ubunifu. Yaani haviko tu kawaida kama mtu anaweza kuchukua tu ukapachika ukaondoka. Hapana. Kwa huo usalama ambao tumezingatia, ni kwa sababu accelerator nimesema ni moto. Kwa hiyo kama ukikanyaga isiporudi, maana yake unasababisha madhara kule mbele. Kwa tukazingatia vyote hivyo. Baada ya kujiridhisha viko sahihi, basi ndio tukaanza kufanya mazoezi. Tukifanya mazoezi tajikuta inaenda vizuri tu. Kwa hivyo mpaka sasa hivi inafanya kazi vizuri kabisa, wala haina shida. Na pia wapo watu ambao tumewafungia ambao wana ulemavu. Yupo mtu mmoja niliwahi kukutana naye kwenye ibada, akashangaa, akaniona mimi naendesha gari na yeye ni mlemavu, akaniuliza wewe unawezaje? Nikamweleza, akaniambia basi mimi uwezo wa kununua gari ninao, lakini siwezi, sijui nitafanya vipi. Basi yule bwana mimi mwenyewe nikamfundisha kwanza udereva wa awali, alafu wengine akaenda akamalizia kwenye vyuo vinavyotambulika kisheria, lakini mimi nikamfundisha ile basic ya anawezaje kutumia gari pasipo na miguu, maana yeye naye ulemavu wake ulikuwa ni wa miguu. Kwa hivyo nikamfundisha ile basic. Baada ya hapo basi akaenda kwenye vyuo vinavyotambulika kisheria akasoma udereva wake. Kwa hivyo alipofanikiwa, basi akawa ameshanunua gari, tukamtengenezea, akakaa pale, akaenda kutestiwa. Basi tena ni mtumishi wa serikali na anaendesha gari vizuri mpaka sasa hivi. Mwita Marwa ni fundi mkuu na mwenyekiti wa karakana ya watu wenye ulemavu iliyopo Dodoma mjini, ambapo wanatumia nafasi hiyo kutengeneza vifaa visaidizi kwa watu wenye ulemavu na wanatoa huduma nyinginezo. Anasema karakana hii ina watu 5 mpaka hivi sasa, lakini pia wanalazimika kufanya kazi na watu wengine ili kupata msaada pale ambapo mazingira ya kutumia nguvu zaidi yanahitajika. Na hapa mwenyekiti anatueleza toka kuanzishwa kwa karakana hii mpaka kuja na ubunifu wa vifaa visaidizi ambavyo vinawasaidia watu mbalimbali wakiwemo walemavu. Tuna muda hapa rasmi tumesimama kuanzia mwaka 2002 rasmi kufanya kazi rasmi kama karakana, lakini tulikuwepo kuanzia siku za nyuma, tunafanya shughuli zetu ili tupate riziki. Ule ubunifu ni ubunifu wa kawaida tu, ni wa kawaida, lakini kwa mtu ambaye sio fundi kumwambia kitu cha kawaida hawezi kuelewa, sababu ni ubunifu ambao tumetumia vifaa rahisi ili vimsaidie mtu kufanya aendeshe chombo chake kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni vitu ambavyo vinawezekana na havihitaji gharama kubwa kivile ya kutisha, material ya kawaida tu. Akili ndio nyingi, inafanya kazi kwa ukubwa zaidi. Pale inaweza kaenda mpaka 300,000 hivi, 3.5 na karibia hapo, kulingana na material yanayotumika pale. Sasa kwenye kuishi itategemeana na sababu mtumiaji wa kile chombo, sababu vitu vingi vinaharibika kulingana na matumizi, lakini chombo chako kitumia vizuri kitaishi kwa muda mrefu bila kuleta shida yote ile. Kwanza kwenye mambo ya ufundi, changamoto kubwa inayokuja ni ubunifu. Ni changamoto kwa sababu ubunifu wote unahitaji gharama. Wakati wewe huna kesha wazo liko kichwani, ulitoe kichwani, uliweke kwenye mchoro, utoe kwenye mchoro, uweke kwenye practical, inachukua gharama za ubunifu. Gharama kidogo ni changamoto za ubunifu.
ila ni vitu ambavyo vinawezekana. Fundi mkuu ambaye ni Mwita Marwa anasema karakana hii ya watu wenye ulemavu kwa sasa wanatumia vitendea kazi ambavyo ni vya zamani sana, vimepitwa na wakati kulingana na mahitaji ya sasa, jambo ambalo linawapa ugumu katika shughuli zao za kila siku. Lakini changamoto nyingine ni kuaminika na jamii. Mimi wito wangu kwanza, navyoona katika shughuli zetu tunazofanya, la kwanza tunatumia vitendea kazi ambavyo ni vya zamani. Vingi tunavyotumia vimeshapitwa na wakati, na dunia inavyobadilika, kuna vitendea kazi vinakuja ambavyo ni rahisi hata sisi watu wenye ulemavu kuvitumia, tofauti na vile vya kizamani. Shida kubwa vitendea kazi. Shida ya pili tunayokutana nayo, mitaji. Sisi watu wenye ulemavu ni changamoto, ingawa serikali inatoa mikopo lakini haikidhi, bado iko chini. La tatu, masoko ni changamoto. Kwa mfano mimi ni fundi, nachomelea madirisha, milango, nikija kukuomba kazi unanishangaa, unaweza kazi? Na ni kitu ambacho kinawezekana. Takiwa unipe kazi, sema mbona uliomba kazi, mbona umeshindwa? Changamoto wa masoko pia inasumbua. Tunaomba wadau watuwezeshe pale tunapoweza ili tufikie malengo. Waswahili wanasema kwenye kila safari ya mpambanaji nyuma yake kuna msindikizaji. Inawezekana katika mawazo ya kifedha na kadhalika. Katika safari hii ya ubunifu huu, Kombo anasema ya kwamba nguvu, maarifa aliyonayo ni tofauti na kile ambacho anakipata hivi sasa, kulingana na ukubwa wa mawazo aliyonayo katika kuleta masuluhisho ya changamoto kwenye jamii. Sema kweli, ubunifu wetu, ukiacha tu hivyo vifaa usaidizi vya kumsaidia mtu mwenye ulemavu kuendesha gari, lakini hata kazi zingine ambazo tunazifanya hapa, sapoti tunayoipata haifanani na kile ambacho tunacho. Tunashukuru tunafahamika, viongozi wakubwa wa kiserikali walishakuja kutukagua. Kwa mfano hata hiyo gari, hata Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu tuliwahi kuiweka kwenye maonyesho pale katika viwanja vya Jamhuri. Katika ubunifu na teknolojia, kuna taasisi moja inaitwa Costech inafanya mambo ya ubunifu na teknolojia. Tulishawahi kuipeleka pale na Mheshimiwa Waziri Mkuu akaja akakagua na akamwelekeza kamanda wa polisi kuhusu kuangalia ubora na usalama wetu. Tukaja tukakaguliwa na vehicle inspector wa Jeshi la Polisi, kitengo cha usalama barabarani, akataka kuona naendeshaje na usalama ukoje. Lakini alipokuja kuingia, hata kila alichokuwa nakifikiria katika namna gani tunaendesha ni tofauti na alivyokuta. Yani alijua napata shida, labda ukikaa pale kwenye usukani nitaanza kuhangaika, lakini akakuta iko very smooth, unaendesha dereva safi kabisa. Yani kwa sababu mimi tangu nimepata ulemavu sasa hivi na takriban miaka 12, na hiyo miaka 12 ni mwaka mmoja tu ambao ule nilikaa nyumbani nikiwa naguza majeraha, lakini baada ya hapo miaka yote 11 baadaye naendelea kufanya hizo kazi zetu za kiufundi nini. Natumia hiyo gari, na sio kwamba natumia tu hapa kuzunguka Dodoma, hapana. Nasafiri mikoani kilomita 1000, kilomita 1200, kutoka Dodoma kwenda Arusha, kwenda Tanga, kwenda Dar es Salaam. Hiyo ni mizunguko ya kawaida kabisa ambayo tunaifanya. Hata mwaka jana tulikuwa tupo katika ziara za mambo ya kampeni haya, tulitumia hiyo gari, tulizunguka karibu mikoa 7, usiku na mchana naendesha. Leo kuna hapa tunaenda, leo kuna hapa tunaenda. Kwa hivyo dereva unakaa vizuri kabisa, unaendesha wala hakuna shida yoyote. Lakini je, pamoja na hayo, ubunifu wa namna hii gharama yake ikoje mpaka kukamilika kwake, na inachukua muda gani hasa? Wazo hili, kwanza ukumbuke kwamba nilisema baada ya kwamba kuna kazi ilitokea, ile kazi tukataka kuikosa kwa sababu aliyekuwa ana ile kazi alitaka lazima tuende sisi, kwa maana ya mimi. Sasa tukafikiria, nikashauriana na fundi hapa, engineer, nikamwambia sasa hapa tunafanyaje? Huyu bwana anataka lazima mimi niwepo pale. Sasa ikabidi cha kufanya ni kukaa chini sasa kwa utulivu, tukasuka wazo
kila siku tunakuja na hichi hamna, hichi hakitakuwa sawa, tunakuja na hichi hakitakuwa sawa, hichi, na tukizingatia swala zima la usalama, unaona basi mpaka hiyo tukaja kupata hiyo ambacho sasa hivi ndio kipo kinatumika. Sema kweli ilituchukua muda ili tuweze kupata kitu ambacho ni bora zaidi. Waswahili wanasema kila liandikwalo ndilo liwalo, na kila mlango na ufunguo wake, na mwenye shoka hakosi kuni. Kombo Jumbe Mohamed ni mfano wa watu wanaoishi wa kuamini ya kwamba sisi ni wa Mungu na vilivyopo ndani ya dunia ni vyake na kila mtu atarudi kwake. Hapa Kombo anaturudisha miaka 12 nyuma iliyopita, wakati akiwa mzima kabisa, akiendelea na shughuli zake katika jiji la miamba jijini Mwanza. Nikiwa katika majukumu yangu ya kikazi, natoka zangu kwenye kazi zangu, narudi zangu, nilikuwa najiandaa kurudi nyumbani. Sasa nikiwa niko njiani kurudi nyumbani, siku hiyo jiografia ilikuwa mvua imenyesha sana Mwanza. Kwa hivyo jiografia ya Mwanza, mvua ikinyesha maji yanapita barabarani. Kwa hiyo yale maji yakawa yamekuja yameleta mchanga, ule mchanga ukawa umetengeneza kama tuta hivi. Sasa tukawa tumeongozana na gari, lakini hafla ikaja gari nyingine nyuma spidi, ile gari ikatupita, ikaovertake. Mimi kimoyomoyo nikasema mvua imenyesha kubwa namna hii, alafu jamaa anaenda kasi namna hii, anakimbilia wapi? Lakini sasa unajua barabarani kila mmoja na akili yake. Basi ile gari ile jamaa alipotu overtake mbele, akaenda akavamia ule mchanga uliokuwa umejaa barabarani. Sasa ile gari ilikuwa iko chini sana, ni gari ndogo. Kwa hivyo alipovamia ule mchanga, gari ile ikamshinda, ikafanya ajali, kenda ikagonga kwenye kingo za daraja, ikawa inaning'inia hivi. Sasa mimi mwenzangu nilikuwa naye mbele, yeye akapita pale kwenye ajali, hakusimama, akaendelea. Ila sasa mimi kwa imani yangu, mimi ni Muislamu, kwa hivyo kwa imani yangu nikasema jamaa, naweza nikamsaidia hapa kumnusuru, na mimi nitakuwa nimepata fungu langu. Kwa hivyo mimi nilichokifanya pale, nikapaki gari pembeni, manake tulikuwa tunaenda hivi, kwa ile gari baada ya kupata ajali ikawa kwa upande wa kulia wa barabara. Kwa hivyo sasa mimi kwa udereva nikasema nikapaki upande ule wa kulia ambapo gari imepata ajali, ili barabara iendelee kuwa wazi. Sasa wakati nimekwenda tunatoa wale majeruhi, ikatokea gari nyingine nayo ikiwa spidi hivyo. Ile dereva naye akavamia ule mchanga pale barabarani. Akavamia ule mchanga, basi akatupita sisi, akaenda mbele hivi, akaenda kama mita 30-40 hivi. Lakini wakati huo anahangaika na ile gari, ilikuwa ni usiku majira saa 3 hivi, anahangaika na ile gari inakata huku inakata huku. Sasa kwa kuwa alishatupita, sisi tukaendelea na usaidizi huku. Wakati huo akawa wameongezeka, tupo kama watu 4 hivi. Sasa wakati tunaendelea pale kuwatoa wale majeruhi kwenye ile gari, kumbe yule dereva kule gari ile si alikuwa anaenda huku, ikawa imemshinda, ikawa imegeuka sasa inarudi ilikotoka. Sasa mimi nikaa na wasiwasi kwamba mbona hii gari bado injini inavuma sana iliyotupita. Nikageuka sasa, si nimepaki gari hivi kulia, na ile gari iliyopata ajali ipo huku, mimi kwangu nimepaka hapa. Kwa hiyo sasa hii gari yangu mimi ikawa hatuwezi kuona ile kule inavyokuja. Kwa hivyo sisi tukaa tunaendelea kutoa majeruhi, lakini katika dakika ambazo hazielezeki, ile gari ikawa imekuja kutokea nyuma yetu. Yaani ameacha barabara, akaacha ile gari yangu, manake angekuja akagonga nyuma ya gari yangu mbele, kwa maana angeigonga kwa mbele usingekuwa na shida kwetu sisi. Sasa ile gari yangu mimi aliizunguruka, kwa hiyo akaja akatokea akatukuta hapa kwenye hii gari. Kwa hivyo alipotukuta hapa, ikawa hamna mtu anaweza kukimbia hapo. Pamoja na kazi ambayo alikuwa akiifanya Bwana Kombo katika jiji la Mwanza, lakini pia alikuwa ni mkufunzi wa mchezo wa martial arts, yaani ni mpiganaji mzuri tu wa karate. Anasema kupitia ujuzi wa upiganaji na kufahamu mafunzo ya martial art ulimsaidia kuruka wakati wa gari hilo likiwagonga katika eneo hilo la ajali, wao wakiwa wana lengo
la kuwaokoa watu wengine. Mimi ni mkufunzi wa mchezo wa martial art ya mapigano ya sanaa ya karate. Kwa hivyo wakati naona ile gari inakuja sasa imetuelekea moja kwa moja pale tulipo, mimi kwa kutumia medani zangu niliruka kuikwepa ile gari kutoka pale nilipokuwa mlangoni, nikaruka upande wa pili, nikafanikiwa kuruka na nikadondokea upande wa pili, nikajikuta nimekaa hivi chini, nikajinyoosha mwili wangu kutafuta maumivu, sikupata maumivu, nikajiona hapa nimepona, niko salama. Sasa wakati navuta kumbukumbu, sasa naangalia hapa nini kimetokea, nikaona kuna askari polisi trafiki ambaye wakati tunafanya usaidizi mwanzo sikuwa nimemuona, kumbe na wao muda huo nao walikuwa wamefika. Sasa nikawa nimemuona yuko chini anaugulia maumivu, amevaa kabisa uniform, alikuwa ni mwanamke anaugulia maumivu. Baada ya kumuona yule askari trafiki, nikaona mbele tena kuna mtu mwingine tena amelala chini. Yule mtu alikuwa haongei kitu chochote, amezima kabisa. Halafu sasa ile gari ambayo imetugonga ikawa iko mbele hivi kidogo, lakini mbele yake chini kuna miguu imetokeza, maana yake inaonekana kuna mtu amelaliwa na ile gari. Basi sasa pale ndo nikasema hapa tumegongwa. Wakati huo mimi sijajikagua kujua huku nini kimetokea, nikasema hapa tumegongwa. Sasa nimejinyoosha huku mwilini juu, nikaona sina maumivu, nikasema ngoja nisimame kwanza nianze kumsaidia huyo askari hapa nilikuwa naye. Basi navuta hivi kuamka, sasa kila nikivuta miguu hivi niamke, naona sipati ile nguvu ya kusimama. Na nini huku? Nikatoa simu nimulike nione nini kimenibana. Nilipomulika humo, basi nikakuta mguu wa kulia umekatika katikati hapa, umetokeza tu mfupa nje na damu tu vile ninavyohema, damu nayo ina flow. Mguu wa kushoto ukawa umekatika wenyewe, lakini vile nilivyokaa hivi, manake ukikaa hivi mguu wako unatakiwa uone mbele visio, lakini hivi nilivyokaa hivi mguu ukawa uko kushoto. Kwa hivyo nikajaribu kunyanyua, nikaona nanyanyuka tu hapa kwenye goti peke yake, huku hakuinuki. Basi sasa nikasema ngoja hebu nichukue nisogeze, labda umekufa ganzi. Niliposhika hivi, nilikuwa nimevaa sendo, niliposhika hivi naona na unyanyua tu, yani ili sehemu ya unyayo tu peke yake, naona na inyanyua tu yenyewe, huku imeshikana kidogo tu na ngozi hivi kama. Nikasema hapa tena hii miguu yote imekatika. Pombo anasema pamoja na kuwa na sanaa ya martial art ilimsaidia kwa namna fulani, lakini jambo jingine ni baada ya kugundua tayari amepata ajali na amekatika miguu yote miwili. Utulivu ndio ilikuwa silaha yake ili aweze kujua nini cha kufanya kwa wakati huo. Nikasema hapa nitakufa, lakini kabla sijafa ngoja nitoe taarifa kwa watu wangu. Nakumbuka nilimpigia simu mke wangu, nikamwambia bwana, nimepata ajali sasa hivi hapa, ila nimekatika miguu yote miwili. Sasa we angalia watoto nyumbani, njoo nifuate hospitalini asubuhi, saa hizi usisumbuke. Nikamwambia tu hivyo kwa kifupi, kakata simu. Nikafikiria wakati ule napata ajali, mama yangu alikuwa yupo hai, nikaweka namba yake, nikawa naye nataka kumpigia kumwambia, lakini nikakumbuka mama ana shida ya pressure. Nikamwambia hapa nitamsumbua, nikaacha kumpigia mama yangu, nikampigia mtu mwingine, nikampigia dada yangu, nikampa hiyo taarifa kwa bwana, nimepata ajali lakini miguu yote imekatika, bado niko eneo la tukio, hatujatolewa hapa. Nikapigia kama watu 3 4 hivi. Mwisho wa siku nikampigia yule mwajiri wangu. Sasa siku hiyo Jumamosi ilikuwa yule mwajiri wangu alikuwa yupo kwenye harusi, kwa hivyo nikaa napiga simu muda mrefu, simu yake hapokei. Nikamwandikia tu ujumbe mfupi, kwa sababu pale nikaa najua tu hapa kwa damu jinsi inavyo flow nitakufa tu. Kwa hivyo nikaona lazima nitoe taarifa mapema ili watu wasisumbuke kunitafuta. Kwa hivyo nikamwandikia tu ujumbe mfupi pale kwamba bosi, nimepata ajali, nimekatika miguu yote miwili, bado tupo eneo la tukio. Nikaacha message. Baada ya hapo sasa ndo nikawa nimetulia, sasa naangalia nani wanakuja kutupa msaada. Sasa
Kumbuka nilikwambia pale kuna askari yule tulikuwa naye. Sasa kumbe na wale askari ambao walikuja sasa, ambao nadhani wao walikuwa wanapita tu doria, walikuta ile tukio, yale mambo yote tunafanya, hasa mimi vile ambavyo nilikuwa nafanya, kwamba nimekaa nazungumza na simu na nini, wakati wao wakimulika wananiona kabisa nimeumia, na wao ile kitu ikawa inawachanganya wao, wakawa nahisi labda mimi nimechanganyikiwa, manake wakawa sawa wanaogopa kunishika. Sasa nilivyoona sasa nimetulia, naona watu wamenizunguruka, nikamwona mmoja nikamtambua, ni dereva wa gari la polisi pale Mwanza, alikuwa akiitwa Abel. Nikamwambia, Abel, njoni sasa mtusaidie hapa, tutakufa. Ndio nilivyotoa ile kauli, na jamaa kama wakawa wamestuka yani. Kwa hiyo kumbe matukio yote na wao walikuwa kama hawaelewi nini wafanye. Kwa hivyo akaja mmoja akataka kuninyanyua kwa juu huko, lakini nikamwambia usininyanyue hivyo, eka mikono huko. Akaeka mikono huko, akanichota hivi, akaninyanyua juu. Wakati ananichota hivi, sasa huu mguu ambao ulikuwa ndo umekatika kiu umebakia kidogo, nikaa nasikia maumivu, kwa sababu yani unanivuta chini na kimepale kipande kidogo. Nikaa namwambia kivute hicho kipande kitoke, naumia. Lakini badala yake wakakichukua wakakisogeza hapa, nikaa nimeupakata hivi ule mguu, kaniweka ndani kwenye gari, wakachukua na wale wenzangu. Sasa wakati tunafanya hivyo, yule dereva alikuwa anaendesha ile gari iliyokuja kutugonga akawa amekuja amekaa hapo chini, naye akawa analia. Yule dereva alikuwa amelewa sana, nakumbuka alikuwa amevaa jaketi lekundu, alikuwa amelewa sana, na ndio maana hata baada ile ajali hata yeye mwenyewe hakuweza kukimbia kwa sababu alikuwa amelewa kupita kiasi. Kwa hivyo akawa amekuja kukaa pale chini naye analia. Sasa wale askari hawakujua, walijua wote pale sisi ni majeruhi, hawakujua kama yule ndo dereva alikuwa anaendesha gari ile iliyotugonga. Sasa wakati tumepanda kwenye gari, kwa kujua kwamba huyu hawajui kama ndo dereva alikuwa anaendesha hii gari iliyotugonga, nikawa pale chini, mimi nilivyokuwa nimeshafanya majukumu ya kujisaidia, nikawa sasa nimetulia, kwa sababu katika kanuni za mazoezi tulikuwa tunafundishwa kwamba ukiwa umeumia au umepata jeraha kubwa, ambacho kinaweza kukusaidia kwanza ni utulivu. Unatakiwa utulie, sio upaniki. Ukipaniki utasababisha moyo uongeze mapigo. Kwa hivyo moyo ukiongeza mapigo, maanake damu itatoka nyingi zaidi. Kwa hivyo unatakiwa uwe mtulivu ili wala usifanye mambo mengi ya kutumia nguvu. Kwa hivyo nikamshika yule askari mguu, nikamshika hivi mpaka akajua kuna kitu nataka kumwambia. Alivyoinama hivi chini, nikamwambia, dereva aliyetugonga ni huyu uliyekaa naye hapo. Katika kipindi chote cha masimulizi ambayo Kombo Jumbe Mohamed akiwa anatusimulia, anasema baada ya kutoa taarifa hiyo kwa askari, wakamweka chini ya ulinzi dereva huyo, kisha kupelekwa katika kituo cha polisi. Wao wakapelekwa katika hospitali ya Bugando jijini Mwanza katika majira ya saa 4 usiku hivi. Mimi kusema kweli, wakati tunaenda hospitalini, tunapita ile barabara ya viunga vya Mwanza, mule miti mirefu pale, mpaka tunaanza kupandisha kuelekea Bugando, nilikuwa naona kama naiangalia dunia kwa mara ya mwisho, kutokana na majeraha ambayo niliyaona na jinsi nilivyoona nguvu ya mwili inavyoanza kunipungua na hali ya kuona, yani nikaa naanza kuona hali ya ukungu kwenye macho. Kwa pale moja kwa moja nikajua hapa ndo naiona dunia kwa mara ya mwisho. Mpaka tumefika hospitalini pale, tunapokelewa, tukapelekwa mapokezi. Sasa mimi ule hali ya utulivu, mimi ilikuwa inataka kunigharimu ile hali ya utulivu niliyokuwa nayo, kwa sababu mpaka tumefika pale mapokezi hospitalini, wenzangu wawili walikuwa wameshafariki tayari. Mmoja yeye alikuwa amekatika mguu mmoja, ndo alikuwa analalamika maumivu, lakini mimi nilikuwa nimetulia kabisa. Yani nakumbuka akaja askari mmoja akataka majina, nikampa. Nilikuwa nimevaa cheni shingoni, nikawa namuelekeza anitoe ile cheni, anitoa. Nilikuwa na vihela mfukoni, nikawa namuelekeza yule askari anitoe zile hela mfukoni. Haya, baada ya hapo nikaambiwa kuna mgeni amekuja nimtambue.
Yule mgeni aliyekuja alikuwa ni mke wangu. Nikawa naulizwa, huyu namtambua? Sasa wakati ule tena nikawa kuzungumza hivi siwezi, kanazungumza tu kwa ishara. Nikamwambia namtambua. Wakaniuliza, nikamwambia hivyo vyo kwa ishara, na wakiniuliza naitikia kwa ishara. Basi vile vitu vyangu wakamkabidhi wife. Basi mimi nikaendelea pale kukaa kwa utulivu kabisa yani. Sasa ule utulivu kumbe ulivyopitiliza, wale manesi walikuwa wanatuatendi pale wakawa wamechukua ile miili ya wenzangu waliofariki wamepeleka mochwari. Kwa hivyo waliporudi mule chumbani nilikuwa niko peke yangu. Yule askari alikuwa akiniuliza alikuwa ameshatoka. Sasa yule mwingine ambaye katika mguu mmoja mwenzangu yuko hapo anaugulia maumivu. Sasa wale wahudumu walivyorudi, ule utulivu niliokuwa nao, kumbe wakajua mimi na mimi nimeshakufa tayari. Sasa wakawa wamechukua ule mwili mwingine waupeleke, halafu ndo nije nirudiwe mimi. Sasa bahati nzuri kilichoniokoa mimi hapo, kabla hawajatoka mochwari kuja, daktari akawa amefika, alikuwa amepigiwa kwa ajili ya dharura. Wakati huo sasa mimi hapo nikawa tena macho hata kuona imeshapotea, nilikuwa sioni. Nikasikia tu yule daktari akauliza, huyu vipi? Kuna lugha yao wanaongea wenyewe, wanaelewana, kuashiria kwamba huyu tayari kashaisha. Lakini nachoshukuru Mungu pia, yule daktari alitumia taaluma yake vizuri. Pamoja na majibu yale, alikuja kuhakikisha kama kweli nimeshazima kama alivyoambiwa. Lakini alikuja kwa hii kisa, alikuwa ananisimulia daktari mwenyewe, alikuwa akiniuguza. Namkumbuka jina, alikuwa anaitwa Dr. Frank pale Bugando Mwanza, mwaka 2014. Alikuja akaniminya mwenyewe, anasema aliniminya. Alivyoniminya mimi niliamka. Nilivyoamka akawaambia manesi, huyu hapa mkimbizeni siete. Sasa wale manesi wakashangaa, kwa sababu yule ambaye alikuwa anaonyesha ana nafuu, anajitambua, wakamwacha, wakanipeleka mimi ambaye tayari nilikuwa nimesha seize. Lakini daktari akasimamia hilo kwamba huyu ndio mwaisheni siete. Katika simulizi hii Kombo, wakati anaendelea kutueleza, anasema kwamba baada ya daktari kuamuru manesi waweze kumpeleka katika chumba cha theater ama chumba cha upasuaji, ilikuwa ni majira ya saa 4 hivi, lakini baada ya hapo hakujua tena kinachoendelea duniani mpaka siku ya pili. Kumbukumbu zake anasema ilikuwa ni majira ya saa 8 hivi katika hospitali hiyo hiyo ya Bugando Mwanza. Kwa wakati huo majira ya mchana, kwa mbali akaanza kuona nuru ya mwanga, lakini katika hali ya udogo mno. Nilipokuwa nimepoteza uono, nilikuwa niko sehemu yenye giza kabisa yani. Lakini katika ile giza kulikuwa kuna kitundu kidogo sana, yani kama vile mtu unaamka usingizini afu uko sehemu yenye giza, unakuwa hauoni vizuri. Kwa hivyo nikawa kuna kitundu kidogo sana ndio naona kama ndo kinapitisha mwanga. Sasa shauku yangu nikawa nataka nitoke katika kile kitundu, lakini hapo mbele yangu nilichokuwa nakiona kama kulikuwa kuna mtu. Sasa yule ambaye nilikuwa namuona, kila nikijaribu kunyosha mkono anisaidia nitoe kule niliko, naye akawa anasogea. Kwa hiyo siwezi kumfikia, lakini kila nikifanya jitihada za kujitoa pale, naye anasogea. Lakini kila vile alivyosogea na mimi, ule mwanga ndo ukawa unazidi kuenea kuona. Basi ikaenda hivyo mpaka nikajikuta sasa naona vizuri. Kaangalia, kaona ni madirisha haya, hii ni paa. Sasa ile hospitali ya Bugando unajua ipo juu, na mimi nilikuwa nipo ghorofa ya 8 kule wodini. Kwa hivyo ukiwa kule wodini unaona maeneo ya Bwiru, unaona ziwa Victoria, unaliona vizuri. Sasa nikaanza kuona yale maeneo, ndio nikasema hapa bado sijafa, niko mzima, kwa sababu haya maeneo nayaona nayajua. Sasa nilivyoona yale maeneo nikakumbuka kwa nini niko hapa. Nikakumbuka jana nilipata ajali, na katika ile ajali niliona miguu yangu ilikatika. Sasa kweli ilikatika, lakini wakati huo hizo kumbukumbu zinanijia. Sasa najitafakari pale nilipo, walikuwa tayari pale nimezungurukwa na madaktari na manesi.
Mimi nikawa najikagua hivi, nikaingiza mikono kwenye shuka ile, nikapeleka mpaka humu magotini, nikakuta kweli miguu sina. Katika wakati ambao Kombo hakutarajia wala kufikiria kwamba ipo siku atapoteza miguu yake yote miwili, anasema baadaye alikaa na kutafakari, pengine katika siku 2 ama wiki kadhaa nyuma zilizopita, nani alimkosea? Nani alisemezana naye vibaya kwa wakati huo? Pengine inawezekana ikawa ndiyo sababu, lakini mwisho wa siku hakupata majibu. Baada ya dakika chache akasogea nesi mmoja wa kike, akaniambia, kaka Kesi, pole. Nikamwambia asante. Akaniambia, jana ulipata matatizo, ulipata ajali kidogo. Nikamwambia ndiyo, nakumbuka ulipata ajali, lakini uliumia tu kidogo. Sasa wakati ananiambia uliumia tu kidogo, mimi nikamkatiza, nikamwambia sikuumia kidogo, nilipoteza miguu, nimekatika miguu, niliona jana. Yule nesi nilivyomwambia hivyo akaanza kulia, akaondoka. Nikabaki na madaktari wengine pale. Ilikuwa kundi kubwa limenizunguruka pale, yani watu wamejaa pale kitandani. Nakumbuka alikuwa daktari mmoja kiongozi ambaye nilikuja kumjua baadaye, ndo alikuja kuongoza hiyo operation yangu, ni Muhindi, alikuwa anaitwa Dr. Dasi, na akiwa na msaidizi wake anaitwa Dr. Frankie. Nikawa yule Muhindi akasogea akamwambia kitu ule msaidizi wake, lakini sikujua alimwambia nini. Akasema huyu anajitambua, mwacheni kwanza. Basi wakaniacha pale, mimi nikaa nimekaa pale na nitafakari mwenyewe. Kwa hiyo baadaye mwishoni ndio hawakuondoka, lakini pale aliondoka tu yule Dr. Dasi yule Muhindi, wale wengine walibakia. Mwishoni ndio wakaja sasa, akaniambia bwana uliumia. Wakati huo wakaja na tablet, wakawa wananionyesha picha za mkimbiaji mmoja wa Afrika Kusini, yule Pistoria yule. Akaniambia unaona hata huyu pia ni mlemavu, alipata shida kama wewe, lakini unaona hapa ana miguu ya bandia, unaona anatembea tu vizuri. Kwa hiyo hii changamoto ambayo imekutokea, sisi tunakuhakikishia hapa tutakuhudumia vizuri. Baada ya miezi 3 tu utavaa miguu ya bandia, utaendelea kutembea vizuri. Nikamwambia sawa, hamna shida. Sasa mimi imani pia ilinisaidia sana, sababu nikasema kwamba mimi niliumbwa, na wakati Mwenyezi Mungu ananiumba mimi sikuwepo, wala sikuwa namwambia niwekee hapa mguu, niwekee hapa mkono, niwekee hapa jicho. Yeye mwenyewe ndo aliweka. Kwa hivyo kama ameweka, amechukua. Sasa kama amechukua, vipi nianze kulalamika? Basi ile mimi ndo ilinipa sana nguvu, yani nikasema, hasa nikikumbuka wenzangu wale ambao tulikuwa wote tunasaidiana pale kutoa wale majeruhi, nilishuhudia kabisa kwamba wamekufa. Sasa nikasema kama wale wamekufa, lakini miguu walibaki nayo, sasa mimi miguu imeondoka, lakini nimebaki na uhai, kwa nini nilalamike? Basi kabidi pale mimi nikaa naendelea tu kushukuru Mungu. Pamoja na panda shuka zote hizo, lakini Kombo Jombe Mohamed katika kipindi chote cha changamoto aliamua kumpa Mungu utukufu wakati wote. Utulivu ulikuwa ni kipaumbele kikubwa toka kipindi cha ajali hata wakati ambapo yupo katika hospitali ya Bugando, mpaka madaktari kudhani pengine huyu mtu anafikiria kujizuru. Si kitu cha kawaida kumwona mtu akiwa katika hali hiyo, lakini bado akawa na utulivu wa hali ya juu katika kuhakikisha ya kwamba imani yake juu ya muumba wake ndiyo itakayomuokoa pekee. Wale madaktari, ule utulivu wangu pia walikuwa hawaukubali. Kwa hivyo pale mimi nikawa nimewekewa ulinzi wa kutosha pale kitandani. Wakasema kwamba huu utulivu sio wa kawaida, kuna kitu anapanga kufanya. Kwa hivyo hakikisheni asishuke kitandani, au hata anapokwenda awe na mtu mbele na nyuma. Na kwa sababu gani? Wanasema pale ilishawahi kutokea mtu alijirusha kutoka gorofani kule Bugando. Hivyo aliumia, akaona hasa hapa nitaishi vipi tena, akaamua kujirusha kutoka gorofani kule, akapoteza maisha. Lakini pia Kombo anatueleza kwamba ajali hiyo iliyotokea mwaka 2014 katika jiji la Mwanza ilipoteza watu 3 na manusura 3
ambao wote mpaka hivi sasa ni walemavu wa kudumu. Jumla walifariki watu 3. Majeruhi tuliopona pia tulikuwa 3. Mmoja namkumbuka, yupo Dar es Salaam, anaitwa Gaspar, na mwingine namkumbuka yule askari trafiki, naye alipona, ijapokuwa mwenzangu yule yeye alipata shida kichwani, fuvu la kichwa lilikreki, kwa hiyo kama akawa amepata shida hivi ya kiakili. Nilimwacha pale polisi Mwanza, sasa sijui kama bado yupo ama la, lakini yeye nakumbuka alipata shida hiyo, kwa sababu baadaye mwaka mmoja baadaye mimi nilivyohama Mwanza kuondoka kurudi nyumbani, kuna siku nilisafiri kwa ajili ya kwenda kuwasalimia majeruhi wenzangu ambao tulipata ile shida. Kwa hivyo nilienda pale, mara ya mwisho nilimkuta alikuwa yuko pale polisi Mabatini kambini pale, lakini pia nikaenda kumtembelea akiwa kazini, lakini nikaambiwa kwamba bwana aliathirika kiakili. Kwa hivyo wakati unazungumza naye utaona kuna mambo sio ya kawaida anayafanya. Unaweza ukashangaa na kugombeza na kutukana nafanya hivi. Kwa hiyo ujue hilo kwamba ukienda kuzungumza naye usishangae. Na kweli wakati niko nazungumza naye nyumbani, nikaa kweli namuona hayuko sawa, mara anataka kukamata ile gari yangu nilokuja nayo, mara yani akaa anafanya vitu ambavyo sasa kwa sababu nilishaambiwa tayari, nikaona ndio mwenzangu jinsi alivyoathirika. Pamoja na ajali hiyo ambayo Kombo amesema ya kwamba imepoteza watu 3 na majeruhi 3, lakini mtuhumiwa ambaye ndiye aliyesababisha ajali hiyo kwa hivi sasa yuko uraiani, ya kwamba ilimlazimu pengine kufungwa kifungo cha miaka 7 ama fine ambayo aliweza kuitoa, na yuko uraiani hivi sasa, jambo ambalo linamlazimu kuomba mamlaka kuangalia namna gani bora mkazo wa sheria za usalama barabarani ili watu waweze kuwa makini zaidi, na hata wanaosababisha ajali na kupoteza maisha ya watu wachukuliwe hatua kali zaidi. Wakati huo yule alikuwa yuko polisi, lakini sasa unajua kesi za barabarani, traffic kesi ni rahisi sana. Yaani unaweza mtu kamesababisha ajali kubwa, ameumiza watu, ameua watu, lakini ukija kusikia namna kesi inavyoisha haifanani na tukio lililotokea. Unaona? Kesi za nadhani hii pia ndio maana madereva wamekuwa hawana, yani hata uambie vipi kuhusu usalama barabarani hawaelewi, kwa sababu sheria sio madhubuti, haziwabani. Yule dereva alikuwa amelewa kiasi kwamba amesababisha ajali, hata kukimbia hawezi. Unaona? Lakini hukumu ilivyokuja kutoka, jela miaka 7 au faini $120,000. Sasa unaona hapo, ameua watu 3, amesababisha watu wana ulemavu wa kudumu, na amefanya hiyo ajali akiwa amelewa, lakini jela miaka 7 au faini $120,000 ndio hukumu yake ilivyotoka. Kwa hivyo kesi za barabarani, traffic kesi nani zake ni rahisi sana, na hii ndio maana madereva hawawezi kuwa na nidhamu barabarani, kwa sababu kesi nani zake ni rahisi. Ni miaka 12 sasa Kombo Jumbe Mohamed anaishi na ulemavu wa kudumu toka ajali aliyopata mwaka 2014, lakini anasema malkia wake wa nguvu ambaye ni mkewe pamoja na watoto wake ndiyo nguzo muhimu kweli kweli katika kipindi chote, lakini Mungu ni kipaumbele namba 1, na pengine ndiye ambaye amefanya maisha yake yaweze kuwa murwa na kuishi vyema mpaka hii leo kutoka mwaka 2014. Kwanza mimi kikubwa kwanza ni imani yangu ya Kiislamu nilionayo. Nashukuru Mungu ilinijenga sana katika utulivu huo, lakini mimi wakati napata changamoto ya ajali nilikuwa ni baba wa watoto 3. Nakumbuka baada ya wakati bado niko hospitalini nilimwambia mke wangu kwamba nilimuita peke yake. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumanne, nilipata ajali Jumapili, yeye Jumanne nikamuita, nikamwambia sogea kitandani, nataka nizungumze na wewe. Nikamwambia mimi nimeshapata ajali, nimebadilika. Zamani tulikuwa tunatembea tunashikana mikono,
tunapita kwenye maji na kubeba na kunyanyua juu, wewe usikanyage maji. Nakumbuka hayo matukio, hata na yeye anayakumbuka. Nilikuwa nafanya hivyo mimi, sehemu kuna mfereji, kuna maji. Kwa ile sanaa yangu ya mapigano ilikuwa ni rahisi, tunamshika na mbeba na mvusha mahala, naendelea na. Nikamwambia sasa hivi yale matukio sitaweza kuyafanya kwa sababu miguu sina. Kwa hivyo nakushauri utafute maisha mengine, manake mimi hapa lazima nianze upya. Sasa wewe bado binti mdogo, nakushauri nenda tafuta maisha mengine. Akaniambia subiri kwanza nikuuguze, alafu ukimaliza ukishapona ndo utaniambia hayo maneno. Sasa baadaye akaniambia mimi nitaondoka, sawa, kama unavyosema, nitarudi kwetu na wewe utarudi kwenu, na hawa watoto watatu tuliowazaa nao wataenda wapi? Kwao wapi? Mimi nikisharudi kwetu na wewe ukisharudi kwenu, na wao watarudi kwao wapi? Hilo neno na mimi likanitafakarisha, nikasema kweli hapa haiwezekani. Akaniambia basi mimi nitakusimamia hawa watoto wako, walee, wewe ni baba, kilichobadilika kwako ni miguu tu ndo haipo, lakini kama Mungu amekuachia mikono, amekuachia na kichwa kizima, una uwezo wa kufikiria na kufanya maamuzi na kufanya kazi, basi mimi nipo kwa ajili ya kuendelea kukusimamia wewe na tulee hii familia yetu. Mimi sina sehemu ambayo nitarudi nyumbani wala wapi, tuendelee kuwa pamoja. Basi kwa maneno hayo, kusema kweli, alinifariji. Nikakumbuka kumbe bado nina jukumu la kulea familia yangu. Sasa nikasema kama nina jukumu la kulea familia yangu, nikisema nibweteke, nani atanilelea? Nani atanishikia hayo majukumu? Basi, na ndio maana tangu ajali imetokea, tangu nilivyoingia hivi, nilianza kurudi kwenye majukumu kidogo kidogo, hata kabla sijapona vizuri. Nikajikuta tayari nimesharudi kwenye majukumu, naenda hapa, nafanya hivi. Nakumbuka pale mwanzo nilisema kuna mtu alikuwa na kazi natakiwa niende nikaifanye Kigoma, na mimi niko Mwanza na nataka lazima niende mimi. Niliendesha gari baada ya kwamba tumeshaitengeneza, sasa imeshakuwa na mfumo. Niliendesha gari mpaka Kigoma, naumwa, lakini sasa nalazimika. Kwa hivyo mtu anapoingia kwenye changamoto ya ulemavu, Mungu jinsi alivyotuumba, kichwa hakijai. Kwa hivyo ni wewe utaangalia hivi nilivyo, nifanye nini ili maisha yangu yaendelee. Lakini ukikubali kwamba mimi nimekuwa mlemavu, basi hauna tena kitu, huna option nyingine, usubirie tu watu wakupe, lazima utaingia kwenye kuzalilika. Lakini kama ukiamua kuishi tofauti na ulemavu, ukajiona kwamba nimekuwa mlemavu lakini na majukumu ya kufanya kitu ambacho nakiweza, basi ingia ufanye. Ndio maana unaona tuko hapa kwenye karakana yetu tunagonga gonga mavyuma haya, naona. Lakini pia bado mimi nakimbia marathon kwa kutumia wheelchair, tena nakimbia mbio ndefu kilomita 10, kilomita 21 kwa kutumia wheelchair. Na inanifariji kwa sababu naona hata ninapotoka kwenda kukimbia hizo marathon kwa kutumia wheelchair, bado watu ambao ni wazima wenye miguu bado nawapita na nawaacha na nafika finishing point kabla wale kundi kubwa na nagundua nimeliacha nyuma. Kwa hivyo sasa ni mlemavu lakini sijisikii kama ni mlemavu. Yale ambayo naweza kuyafanya basi nayafanya, yale ambayo siwezi kuyafanya basi yatabakia kwamba siyawezi. Lakini shida kubwa ni kwamba pamoja na changamoto hiyo, pamoja na hivyo ambavyo tunajishughulisha, haina thamani ya kile ambacho tunacho, kwa sababu kama tungeaminika vizuri, watu wakapokea kazi zetu, hapa saizi ungekuta pamejaa, yani kila mmoja ana kitu chake anafanya. Lakini sasa kazi tunafanya nzuri, zinaonekana, na watu tuliofanyia kazi zao hakuna ambaye aliwahi kutulalamikia, labda kutuita tukarekebishe, bwana hichi kimekuwa hivi, hakiko hivi. Hamna, kwa sababu kutokana na hali zetu. Kwa hiyo tunaona tunachokiunda lazima tukiunde kwa uhakika,
ili mteja asilalamike, lakini bado thamani sio hiyo. Hii ni picha ya Bwana Jumbe Kombo Mohamed mwaka 2013, mwaka mmoja tu kabla ya ajali. Katika kipindi cha mwaka 2014, baada ya kupiga picha hii, hali ya hivi sasa ni hii hapa, wakati anauguza majeraha baada ya miguu yote miwili kukatika kwenye ajali. Lakini maisha yanaendelea kwa mwaka 2026, na hapa ndiye tuko naye akiwa ni dereva wetu, akitutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika jiji hili la Dodoma, pamoja na changamoto anayokabiliana nayo, lakini ubunifu wa kifaa saidizi cha kuendesha gari kwa watu wenye changamoto ya ulemavu kimekuwa ni sehemu ya mchakato wa kuendelea na maisha mengine kama kawaida. Ikiwa Kombo hajakata tamaa pamoja na misukosuko aliyopitia, kwa nini wewe ukate tamaa? Ni wakati wa kukoleza levels. Kikubwa ni kuendelea kuamini unachokifanya. Kombo pamoja na timu yake wakiendelea kukoleza levels katika karakana ya walemavu iliyopo Dodoma mjini kabisa. Wanaendelea kuomba Watanzania imani iwe kubwa, waendelee kuwapa kazi ili maisha mengine yaweze kuendelea, sababu nyuma yao kuna familia na wanawategemea. Ukimhitaji Kombo na timu yake katika msaada wa utengenezaji wa vitu kadha wa kadha kama mageti, madirisha, milango na vitu ambavyo vinatengenezwa kwa asili ya chuma, basi unaweza kumtafuta kupitia nambari ya 0784857974. Simulizi ya Kombo ni fundisho kubwa katika maisha. Ukweli ni kwamba ukipewa cheo ama nafasi, mpe Mungu utukufu wakati wote na sio kulaumu. Hii ni Central Clouds TV. Mimi ni Ali Kashmiri. Unisikia hapo kuna jambo.